Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Lakini wakati huu tunamtazama rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye aliapa kwamba atapambana kuhakikisha vita nchini Ukraine inaisha. Lakini wakati huu bado ngoma ni ngumu kama Waswahili wasemavyo. Bwana Trump anasema ni vigumu sana kwa Marekani kuzungumza juu ya amani wakiwa na watu wa Ukraine kuliko kuzungumza na watu wa Moscow katika kutatua mzozo wa Ukraine. Rais huyo wa Marekani amesema Marekani inafanya jitihada za kila namna kuhakikisha vita hivi vinaisha, lakini ni rais wa Ukraine pekee ambaye amekuwa mgumu kuelewa namna ambavyo watu wake wanauawa, lakini pia kuhakikisha amani inakuwepo. Nadhani Urusi iko tayari. Nadhani tuna mpango na Urusi. Tunapaswa kupata makubaliano na Zelensky. Lakini Zelensky amekuwa mtu asiyeeleweka. Ni mtu ambaye hataki kuona amani ikipatikana. Nilidhani inaweza kuwa rahisi kukabiliana na Zelensky. Hadi sasa imekuwa ngumu zaidi, lakini hiyo ni sawa, aliwaambia waandishi wa habari alipoulizwa kuhusu jitihada za kutatua mzozo wa Ukraine. Hata hivyo aliwahi kunukuliwa akisema kwamba katika nyakati ambazo ni ngumu ni nyakati za kutatua mzozo wa Ukraine. Ukraine imekuwa ni ngumu kuelewa maana halisi ya utatuzi wa migogoro, lakini pia alisema kwamba haingekuwa rahisi kutatua mzozo huo ndani ya masaa 24 kama ambavyo alitaka. Hata hivyo zaidi Bwana Trump anasema, lakini nadhani tuna mpango wa wote wawili. Natumai watafanya hivyo, aliongeza rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social siku ya Jumatano kwamba kauli za Zelensky kwamba Ukraine haitatambua Crimea kama sehemu ya Urusi ni mbaya kwa mazungumzo, kwa kuwa Crimea ilipotea miaka iliyopita chini ya usimamizi wa Rais Barack Obama na hata sio suala la majadiliano. Hivyo wanapaswa tu kutambua kwamba Crimea ni sehemu ya Urusi. Hata hivyo, J.D. Vance, makamu wa rais wa Marekani, aliwahi kueleza kusema kwamba katika nchi zote mbili, kwa maana ya Urusi pamoja na Ukraine, wanapaswa kutambua kwamba kuna baadhi ya maeneo hawataweza kuyamiliki, lakini pia kuna baadhi ya maeneo wataweza kuyapata, na hivyo lazima Ukraine iwe na subira katika nyakati hizi, huku wakiendelea na namna ya kuangalia jinsi ya kutatua mzozo huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News, mahala sahihi kwa kupata habari sahihi na kwa wakati. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.